Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaomba mchango wako kuendeleza dini ya Mwenyezi Mungu kupitia Ustadh Shafi Online TV. Namba za kuchangia ni 0753747457, 0676747459. Shafi Yusufu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote cha khairi mkikitanguliza mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Mfuatilia Mwalimu Kesede. Hapa niliacha hoja ambayo hiyo hoja imerukwa. Niliacha hoja hii, kama Biblia imeharibiwa lini? Wakati mtume wao Muhammad kabla hajazaliwa, wakati akiwa amezaliwa na akiendelea kujiita mtume, au baada ya kufa? Lini? Dakika 25 zote Kesede amekwepa. Kwa sababu ukijibu hapo mjadala umeisha, tunarudi nyumbani kwenda kupumzika. Na amepakwepa. Hoja yake kubwa aliyojikita nayo, ameenda kuleta vitabu mbalimbali. Anataka aone ndani ya Biblia Mungu akisema ameandika mahali panaposema Biblia. Sasa kwa hiyo kumbe anachohitaji hapa, anahitaji tu nini? Elimu. Anahitaji tu elimu, afundishwe kwamba hicho ni kitu gani. Sasa naomba tena nieleze neno Biblia. Je, kwenye Biblia limo au halimo? Ninaomba hapa Biblia ya Kiyunani. Hii hapa ni Biblia ya Kiyunani, kwa maana ya Kigiriki. Na kuna hoja alijenga, nasema kwa nini waandike kwa Kigiriki wakati wao ni Waebrania? Yaani wangeandika Kiebrania au Kiyahudi. Sawa, kwa mimi ambaye ni mwalimu ninajua hii hoja imekuja kwa mwanafunzi ambaye ufahamu wake ni mdogo. Ni hivi. Kule Israeli litawaliwa na Warumi. Kwa hiyo kiutawala Israeli ilikuwa chini ya Warumi. Lakini lugha ya kisomi ilikuwa lugha ya Kiyunani. Lakini walikuwa na lugha yao ambayo ni lugha ya Kiyahudi. Je, nithibitishe kwanza hayo. Ni kweli kwenye msalaba wa Yesu unakuta kwamba Pilato alivyoandika pale, aliandika, tusome pale Yohana 19:20. Tuone kulikuwa na nini. Yohana 19:20 panasema hivi: basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Hoja, hawa Wayahudi kwa nini mpaka waliandikiwa na Kiyunani na Kirumi? Ni kwa sababu Kiyunani ndio ilikuwa lugha ya kisomi na lugha ya watu wote. Nitolee mfano kwa Tanzania, ni sawasawa tungeongea bali ya Kiingereza. Tuna Kiswahili alafu tuna Kiingereza. Kwa huyu Kesede kwa Kongo wana lugha za Kilingala na zingine, lakini wanacho Kifaransa as a lingua franca. Kwa hiyo hata kiliandikwa kwanza kwa lugha hiyo. Ni sawasawa na Waislamu leo wanasoma neno Masihi, limo Masihi kwenye Qur'ani. Swali, neno Masihi ni Kiarabu? Jibu ni kwamba hapana, Masihi sio Kiarabu, Masihi ni Kiebrania. Sasa kama Masihi ni Kiebrania, limeendaje kwenye Qur'ani ya Waarabu? Kumbe lugha iliyokuwa inatawala ni Kiebrania. Ndio maana na lugha ya Kiarabu ikakopi hilo neno la Masihi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa akauliza swali, alichoandika Mungu ni Biblia? Ndiyo. Kwa sababu tumekuambia neno Biblia maana yake vitabu. Hapa nataka nikasome sasa. Nikasome katika lugha ya asili. Naomba na wewe Kesede uje usome hapa ili tuone kwamba
tunachosoma kimekosewa. Ninasoma Yohana 21:25. Inasema hivi: Estini dekai alapola ha apoensei Jesus hatina en grefetai kathen aud Anton oimai Tony Cosmon koresen tagrafomena Biblia. Hapa ninasoma matini. Watazamaji wetu, nitataka huyu naye aje aone hili neno Biblia kwenye matini ipo au haipo. Lakini hapo ana Biblia ile ya mafunzo ya uzima tele, imeandikwa Biblia ya mafunzo ya uzima tele. Nitaomba naye aje asome kwenye matini, je, neno Biblia lipo au halipo, lenye maana ya books, kwa maana ya vitabu. Hicho alichosema kwenye Biblos kwamba sijui ni mnyama havihusiani na hiki tunachokisoma hapa, kwa sababu hiki kitabu sio mnyama, haya ni maandishi. Hata wewe mtazamaji nafikiri unajua, yeye anasoma kwamba sijui ni kimnyama. Sisi hapa tunasoma maandishi. Sasa maandishi sio mnyama. Nimesoma hapa kwa Kiunani. Na hii Biblia nitaiacha hapa. Hii hapa nitaiacha hapa na yeye aje asome nilichokisoma, tuone neno Biblia kwenye matini yake ipo. Hoja yake ni neno Biblia na hoja yake ni neno kwa nini hawakuandika Waebrania. Ninamjibu kwamba hawakuandika Waebrania kwa sababu walikuwa lugha iliyokuwa imetawala ilikuwa ya Kiunani. Na tunajuaje hiyo? Tunajuaje hiyo? Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 21 na mstari wa 35. Kuna kitu nataka ukione hapa. Matendo ya Mitume sura 21 ule mstari wa 35. Maandiko yanasema hivi: basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya makutano. Maana kundi kubwa la watu wakamfuata wakipiga kelele na kusema, muondoe huyu. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemadari, nina ruhusa nikwambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiunani? Huyu liwali ni liwali Mrumi, anaongea na Paulo. Lakini liwali Mrumi ambaye anajua Kirumi wakiongea, Paulo anamuuliza, unajua Kiunani? Kwa nini? Kwa sababu Kiunani ndio ilikuwa lugha kama ya kitaifa. Sasa ili hoja yake iweze kueleweka, anamuuliza, je, unajua Kiunani? Kumbuka Paulo ni Mwebrania na yule jemadari ni Mrumi, lakini Paulo anamuuliza, unajua Kiunani? Yaani ni sawa na mtu Mswahili lakini anaongea na mtu wa lugha nyingine, lakini kuna lugha ambayo ndio lugha kuu. Kwa Tanzania tungesema Kiingereza. Kwa angekuwa anamuuliza, are you good at English? Can you speak in English? Hii ndio ilikuwa maana yake, kukuonyesha kwamba Kiunani ndio ilikuwa lugha ya wakati huo. Kwa hiyo mpaka hapa KCD hoja zake zote zinaanguka chini. Alichoshindwa kujua ni context. Kwa kipindi cha lugha hiyo, lugha gani iliyokuwa lugha kubwa? Warumi walipoichukua Israeli, baadaye utawala ile utamaduni wa Kiyunani ukatawala. Ndio unaona hapa Paulo Mwebrania, kwa nini asiongee moja kwa moja Kiebrania? Anamuuliza yule liwali, unajua Kiyunani? Unajua Kigiriki? Kwa sababu ndio ilikuwa lugha ya wakati ule. Lakini nimejenga hoja hapa nikasema, yani kama ndivyo neno Masihi, basi chomoa kwenye Qur'ani, kwa sababu neno Masihi ni la Kiebrania, sio la Kiarabu. Mbona liko kwenye Qur'ani? Na ziko aya nyingi tu, karibu 25. Mbona mmelikopa? Kwa nini msitumie kwa Kiarabu chenyewe? Kwa hiyo kumbe hoja yako haipo. Kwa hiyo neno Biblia ni lenye asili ya lugha ya Kiyunani kilichokuwepo Israeli, na wakitumia Israeli kama lugha rasmi ya taifa. Pamoja na kwamba walikuwa na lugha yao ya Kiebrania na wale Warumi walikuwa wanatumia lugha yao ya Kilatini, lakini bado wote walikuwa wanaunganishwa na lugha moja ya Kiyunani. Ndio maana Mtume Paulo hapa anamuuliza liwali, je, unaweza Kiyunani wewe? Haya, akasoma Qur'ani 57:27 ambao wanasema, kwenye Qur'ani hiyo inasema wafuasi wa Isa ndani ya nafsi zao wamewekewa upole. Sasa anasema hiyo injili, naye kaenda kasoma kwenye ufafanuzi wa nje. Anasema hiyo injili sio ile ambayo sio ile ya Marko, sio ile ya Matayo, sio ile ya Luka.
Sasa swali, ni injili gani? Ni injili gani? Na naomba leo Kesede sitaondoka hapa, kwa sababu mimi nimenukuu kwenye Qur'ani 29:47 ukasema hiyo injili hiyo Qur'ani 5:47 na 44 ukasema hiyo injili ndio hiyo, ukaenda kusoma kwenye ufafanuzi. Utakaporudi hapa utuambie, maana Qur'ani imesema watu wa injili wa hukumu kwa yale yaliyoteremshwa ndani yake, ndani ya injili. Wewe umeenda kusoma nje kwenye ufafanuzi, unasema hapana, sio injili hiyo. Ukija hapa utuambie ni injili gani iliyokuwa ndani ya Qur'ani, na ututolee neno injili ionekane hiyo ni injili. Ututolee ndani ya Qur'ani. Na ndio maana nikauliza swali hapa, je, ni kabla ya kufa Muhammad au baada ya kufa Muhammad? Ni injili gani hiyo? Na injili maana yake ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Utakapotusomea hiyo injili, lazima ituongoze kwamba hao watu wa injili wanakwenda kuokoka, sio porojo. Kwa sababu injili, Warumi 1:16 nasema ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Aya, uliposoma Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 19 na 20, ukao unasema hapo wanadamu walinena, hawakusema wanadamu waliandika Biblia. Sasa tumekusomea kwamba Mungu kaandika, alafu Roho Mtakatifu anawavuvia yale ambayo Mungu ameandika, anawavuvia wanadamu. Mbona hilo hujakanusha kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anawavuvia wanadamu? Kwa hiyo wanadamu ndio wanaoandika haya. Umeshindwa kuyajibu, kwa hiyo umeshindwa kujua. Alafu kasema mpangilio wa Biblia, ukanukuu mahali fulani hapo, ukasema unaona Biblia walioweka ni 1600, sawa, iwe 600 iwe 900, waliongozwa na nini ambacho ukijui? Sasa na kusomea Isaya 46 mstari Isaya 46 mstari wa 10 inasema hivi, Isaya 46:10, nitangaze mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kumbe ni kawaida ya Mungu kutangaza mwisho tangu mwanzo. Sasa ule mwisho tangu mwanzo walipoufuatilia wao ndio akaanza kuweka tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndio maana mpangilio wa Biblia uko tofauti na wa Qur'ani ambao ni vagi wala haieleweki. Aya ya mbele imewekwa nyuma, ya nyuma imewekwa mbele. Ni kwa sababu waliongozwa na andiko hili. Mungu ndio anayetangaza mwisho tangu mwanzo. Ndio maana wapangaji wa Biblia wakaangalia hivi mwanzo kulikuwaje, na kitabu cha kwanza cha Biblia kinaitwa Mwanzo, sawa sawa na andiko hili. Ndio maana vikafuata vingine. Kwa hiyo hili ulitakiwa ujue. Kwa hiyo mpaka hapa nimekujibu na kuvunja hoja zako zote kwamba ujue Biblia ni neno lenye asili ya Kiunani, na kwamba Mungu alipokuwa ameandika na kuwavuvia wanadamu, lilikuwa limeandikwa kwanza, Mungu mwenyewe kaandika, alafu kawapa wanadamu kupitia Roho Mtakatifu wakaandika. Lakini neno Biblia liko ndani ya aya, ndani ya Biblia. Yohana 21:25. Na watazamaji wetu, hiyo Biblia ya Kiunani ambayo ile neno nimenukuu mimi, hii hapa, na mimi naiacha hapa mezani. Aje Kesede, aje tusomee kwenye hiyo matini tuone kama neno Biblia halipo. Vinginevyo hana hoja. Huwezi kusema Biblia imeharibika. Imeharibiwa na nani? Nimehoji hapa. Nani kaharibu Biblia? Nani kaharibu Biblia? Ndio nataka kujua nani kaharibu Biblia. Qur'ani nimeinukuu 29:47. Na namna hivi wale tuliowapa kitabu cha Biblia, kumbe kuna mtu anajua watu wa Biblia wamepewa kitabu ambacho hilo neno kasema hilo neno kwenye matini halimo. Sasa kama kwenye matini halimo, mbona mimi nimelisoma kwenye Biblia? Maana yake hawa wasomi wanajua kwamba hicho iliposema kitaba wanajua kumbe ni Biblia. Ni Biblia. Na Biblia wapendwa inaitwa hivi, Biblia takatifu inaitwa Al-Kitabul Muqaddas. Kwa hiyo Kesede anaposema haya ndio mnaofundisha kanisani, ndio haya tunayowafundisha kanisani, kwamba neno Biblia liko ndani ya aya za Kiunani. Kitabu hiki hapa, Biblia ya asili, matini ya Agano Jipya hii hapa,
na nimeiacha hapa kesede aje kuja kusoma. Na wallahi wabilahi watalahi, wapendwa, iko hivi, hapa mfukoni kwangu na shilingi 10,000 hii, na yenyewe ninaiweka hapa mezani. Keseda akija kusoma Yohana 21:25, kama hakutakuwa na neno Biblia lenye kumaanisha vitabu, hii hela chukue. Na mimi nitarudi hapa kutangaza kwamba kweli mtu samehe. Lakini kama hatasoma na kama hata igusa hii Biblia ya Kiyunani ambapo tumepata neno la asili Biblia, ninaomba akae kimya. Na wewe Muislamu uliokuwa unafuata maelezo yake, ujue ulikuwa unapotezwa. Unayo nafasi nzuri ya kujua. Nimejibu maswali haya mawili aliyoyaacha, kwamba Mungu hajawahi kuleta Biblia, ameleta, ila hujajua lugha aliyoitumia. Alitumia lugha ya Kiyunani kuwafunulia watu wake, kwa sababu Kiyunani ndio ilikuwa lugha ya wakati ule, na ndio maana tukapata neno Biblia. Tena imeandikwa na Yohana. Sasa fikiria, Yohana ni Mwebrania lakini anatuandikia kwa Kiyunani. Kwa nini? Ndio ilikuwa lugha ya wakati ule, japo yeye ni Mwebrania. Jambo la pili, Injili. Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu, na ndio nimeacha hapa swali kwamba Keseda akirudi hapa aje atuambie kama anasema Injili sio hiyo, tuletee Injili tena iliyokuwa inatumika na Wakristo wakati wa Muhammad, ambayo ni tofauti na hii iliyomo leo. Yes. Utuletee. Kwa kusema hayo, ponya roho yako. Mungu awabariki. Hela yangu nimeacha hapa na Biblia ya Kiyunani. Asante mwenyekiti. Asante sana Mwalimu Mwankemwa, muda mzuri sana, na shukuru sana kwanza mnapozingatia lugha, nafikiri mnamfundisha mtazamaji anaelewa vizuri kwa lugha zenu, na nashukuruni sana kwa uvumilivu wenu. Lakini sasa tunahamia upande wa pili. Mwalimu Kesede, unasema Biblia imeharibiwa. Njoo tuthibitishie zaidi hapa. Naona Mwalimu Mwankemwa hajaelewa vizuri wapo unaposema imeharibika. Una dakika 15 za kutoa ufafanuzi kwa yale ambayo ilishayaongea mwanzo na maswali yake ambayo tayari amekuuliza. Karibu sana. Laumu. Sawa, umekubaliana na mimi katika kile nilichokiongelea, lakini umenilaumu. Kunilaumu inakuwa si hoja. Hoja ni kuvunja kile nilichofanya mimi kwa kukuvunja. Jambo la kwanza nilikwambia hivi, ungelitakiwa kuonesha neno Biblia ndani ya kitabu. Unakuja kunisomea kitabu cha Kiyunani. Mimi na wewe tuko sawa. Nimekubaliana na wewe kama Wayunani waliandika Biblia kwa Kiyunani. Mimi na wewe tulikubaliana, niliyasema hapa. Sio mpaka uniletee Biblia. Mimi na wewe tumekubaliana. Hili unalolisema tunakubaliana na wewe kwamba Biblia iko katika kitabu cha Kiyunani, na mimi nilikuwa nimeshakubali. Sasa hawa Wayunani hawa walio tafsiri hii wakatia neno Biblia, acha tuwaulize. Ndio sababu nimetangaza mbele wakati kwamba nitakufundisha. Nimesema hivyo kwa sababu najiamini, nitakufundisha. Yaani wewe ulazimike tu kufundishwa, hakuna namna. Unaona ndugu yangu, nataka nikufundishe. Ni kweli hiki kitabu kyako Kiyunani niachie 10,000 kama zawadi. Usingoje kunipa 10,000, mimi nakubaliana na wewe. Hii Biblia umenipa ni ya Kiyunani, na mimi nilikuwa nimeshasema Wayunani ndio wameandika neno Biblia. Nilikuwa nimeshaisema. Sasa unaniletea kile ambacho nilichokisema. Ilibidi tuwaulize Wayunani, hii mmeandika Biblia, mnasemaje nyinyi Wayunani? Uwasikilize Wayunani. Tusomee historia ya Biblia. Nipe mimi mwenyewe nisomee huu ushike hapo. Historia ya Biblia iko wapi? Katika historia. Yeah. Kitabu cha historia. Naam. Sikiliza mimi nikusomee. Ukurasa wa 8 walio tafsiri Wayunani walio tafsiri Biblia wakatia neno Biblia. Tuwaulize wao walitia Biblia kwa kigezo kutoka wapi? Nataka upate kufahamu. Naam. Haya. Tunasoma historia ya Biblia, ndio historia ya Ukristo. Hii kitabu mkione, ni kitabu kinajulikana dunia nzima. Ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8. Inasemaje? Tunasoma hapa. Inasema hivi. Ukurasa wa 8. Inasema hivi. Tangu nyakati za Iskanda, karne ya 4 kabla ya Yesu, lugha ya Kiyunani ilienea katika nchi nyingi. Agano la Kale likatafsiriwa katika lugha hiyo mapema kama miaka 200 kabla ya Kristo. Hapo Mtume Muhammad hajafika. Wayunani ndio walianza kutafsiri kwa lugha ya Kiyunani kwa njia ya filosofia mbalimbali yao, wakifanywa kuwaza wao.
kuwaza kuhusikana na Mungu mmoja. Wao ndo waliwaza, sio Mungu ndio aliwafunulia. Sasa sikiliza 41. Filosofia ya Kiyunani inasema hivi, ukurasa wa 41 inasema hivi: hatari moja ilikuwa ule mkazo wa Kiyunani kwamba filosofia yao ndio njia ya kufikia ukweli wao wa kiasili yao, asili yao. Maanake walitafsiri kifilosofia kulingana na utamaduni wao. Tunaendelea. Mara kwa mara Wakristo fulani walipokea wazo hilo kwa nguvu kabisa, hata imani yao iliyofunuliwa kwao wakaipoteza. Ilipata kufunikwa na kuzama ndani ya mikazo ya filosofia ya Kiyunani mpaka Wakristo wakapotea. Kwa sababu gani? Walipotafsiriwa Kiyunani ikawa Biblia kama hii unayonipa, kitabu hiki kinasema hivi, Wakristo wakapotea. Na ndio maana umepotea rafiki yangu. Unaona jinsi unavyotikisa kichwa? Hapana mchezo ndugu yangu. Wakristo walipotea. Kwa nini? Kwa sababu wamepokea kitabu kutoka kwa Yunani. Na si ushahidi huu. Keseden tampa 10,000 kitabu cha Kiyunani. Sasa wanakwambia Wayunani wenyewe kwamba walipotafsiri Biblia ya Kiyunani wakatia neno Biblia, ndio sababu ya Wakristo kupotea. Kwa hiyo unaposikia Mkristo duniani yuko na Biblia, anatangaza kitabu cha Mungu, kama unavyosema, ni upotevu. Unatakiwa usaidiwe ndugu yangu. Inaendelea kusema hivi, tena Ukristo ulienea kwa nguvu kupitia itikadi hiyo, tena penye dini na elimu hizo za Kiyunani. Kwa hiyo imani ya Kikristo mara nyingi ilielekezwa kwa kutumia maneno na mawazo ya filosofia ya Kiyunani katika kupeleka Injili. Kwa hiyo unaposikia mnatufundisha Injili, mnatufundisha elimu ya Kiyunani. Inaendelea kusema, na elimu hiyo ya Kiyunani, na Ukristo na filosofia hiyo ziliambukizana kwa kiasi. Shida yake ikatokea kwamba katika vizazi vyote vilivyofuata wakatokea watu ambao waliona kwamba Ukristo hauna budi yoyote ya kutengenezwa kiuhakika na kuelezwa katika lugha na mawazo hayo ya filosofia ya Kiyunani. Yaani waliona kwamba hiyo ndiyo imani inayoweza, waliona kwamba imani hiyo ndiyo haiwezi kuleta bila kutumia chombo cha filosofia. Maana Wakristo wanaona hakuna ingine ambayo inaweza kawaongoza mpaka elimu ya Uyunani. Ndio wewe uliotumia hapo unasema ilikuwa ndio elimu yao, ndio lugha ya kielimu. Hapa wanakuambia Wakristo hawana tena kuponyoka kwa hapo, kwa sababu wamezamishwa kwa elimu ya filosofia. Na hapa wanakuambia elimu ya filosofia ni ya kipagani. Tunasoma ukurasa wa 7. Ukurasa wa 7. Ukurasa wa 7 inasema hivi, Wayahudi wanao mengi ya historia katika kifungo cha pili. Katika historia kanisa tunaona wakati fulani ambao walikuwa wakileta uamsho wa mipaka ya Paulo na Plato na Aristotele na kulinganisha mawazo yao wenyewe kulingana na Uyunani, wakapotea. Baba mmoja wa kanisa, Agostino, aliguswa sana na Plato. Mwalimu mkuu Tomasi Akinasi alivutwa sana na upagani huo wa Kiyunani. Tunakwenda na kifungo cha kwanza. Jinsi Ukristo ulivyoanza kueneza na kutangaza katika ya mazingira elimu ya Kiyunani ya kipagani, jambo la kuchunguza sana, maana uwezo wa kuhubiri Injili isiyobadilika katika mazingira ambayo inakuja kubadilika, na ndio jambo lenye maana sana kwetu sisi wa Kristo. Kama unaona vitabu vimeharibika, Injili imeharibika, maneno ya Yesu yameharibika, ni kutokana na filosofia ya Kiyunani. Hapana kutuambia mambo ya Kiyunani ndugu yangu. Wayunani ndio wa kwanza kutafsiri Biblia. Kama leo mko mnatumia hii Biblia, angalia inaandikwa Biblia, wa kwanza kutia ni Wayunani. Kwa nini iwe Wayunani? Ni kwa sababu Wayunani walikuwa na mungu wao wa kipagani, alikuwa anaitwa Biblos. Filosofia yao ikawaambia hivi, sasa hawa watu kwa kuwatoa kwenye vitabu vya Kiyahudi tuwaingizie kwenye mfumo wetu wa ibada. Walipinga ibada ya wana wa Israeli ya Mungu mmoja, na walipinga Torati, Zaburi, walipinga. Sasa kwa kuipinga ilibidi wakokote Wayahudi. Baada ya kuwapiga ndo wakatengeneza kitabu kinachoitwa Biblia, na ndio unaniletea hapa. Mimi nakubaliana na wewe, ni kitabu cha Kiyunani, lakini Wayunani walikitafsiri kulingana na filosofia yao, na kitabu hiki kinatuambia ilikuwa ni upagani. Kwa hiyo Biblia zote ni za kipagani.
kama we ni bingwa vunja hii. Alafu sio hilo tu, nimetoa ushahidi kwenye jitihada aina ya binadamu ya kumtafuta Mungu. Unasema hivi, KCD anatuletea biblosi na hii tuko tunaongelea ni vitu viwili tofauti. Inasema kule ni mnyama. Hii Biblia ni makaratasi. Hii Biblia ni makaratasi. Sasa kama ni makaratasi, kitabu kinatuambia ni makaratasi kwa maana ya mnyama. Sasa wewe utapinga na nani? Wewe usipingani na mimi, pingana na vitabu vyenu. Nasoma tena. Kitabu kinasema hivi, ijapokuwa sheria hiyo maalum kutoka kwa Mungu. Sheria sinaandikwa kwenye makaratasi, na kitabu kinasema hivyo hivyo inaandikwa kwenye makaratasi. Ni sheria ya Mungu kutoka kwa Mungu. Lakini Israeli waliiga ibada ya ndama ya majirani wao, yani Wayunani, kisha ikawa ni ya kipagani, yani biblosi. Wanakwambia ya maandishi ya karatasi haya ndio maandishi ya sheria ya Mungu, lakini waliacha kufuata hii, wakafata biblosi ya wajirani yao, wakaanza kuiabudu, na hiki kitabu kinaitwa biblosi. Ingelikuwa unanipa andiko kwenye hivi vitabu vyetu vya kisasa, mbona hii hamuisomi kanisani? Si mnasomaga Biblia ya Kiswahili? Sasa tafuta Biblia ya Kiswahili uwasomee wa Tanzania. Jamani hii andiko ya Biblia Tanzania mwanzo na mwisho, kwenye andiko fulani imeandikwa Biblia, kitabu kimetoka kwa Mungu, mbona mwasomeaje? Hii ndio unakuja kunisomea mimi hapa. Unanisomea mimi hapo na mimi nimekujibu. Waliotunga kitabu hiki ambao ni Biblos, kitabu ambacho ni sanamu, ni Wayunani, na Wayunani wanasema ni wapagani. Unakwenda wapi ndugu yangu? Alafu la ajabu unasema hivi, kuna swali ambalo umeliacha hapa, nimeliandika. Unasema hivi, unasema hivi, Petro 1:21 amewavuvia unasema Qur'ani 29:47. Tunaona kwamba KCD amesema hiyo injili sio injili ya Mathayo, Marko, Luka, Yohana iliyokuwa kwenye Biblia. Swali, hiyo injili ni injili gani? Wewe uliwaza unauliza bomb la swali. Mimi ndio kazi yangu hiyo ndugu yangu. Mimi ndio kazi yangu ya kuulizwa na kujibu. Ndio kazi yangu. Hiyo sio bomb la swali. Unakosa dakika 5. Sawa. Swali lako mimi nataka nilijibu. Kwa mujibu wa Qur'ani, injili hiyo ni injili gani? Tusomee katika Qur'ani 57:27. Ukimaliza kusoma hiyo, alafu usome sasa maelezo. Usome ufafanuzi. Sawa. Qur'ani 57:27. 27 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Tena tukafuatisha nyuma yao mitume wengine. Ndiyo. Na tukamfuatisha Isa bin Maryam. Naam. Na tukampa injili. Subiri sasa. Tukampa injili. Sasa tusomee ufafanuzi wake. Injili hiyo ulioulizia ni injili gani? Tupe ufafanuzi. Ufafanuzi unasema yamkini pia kwa injili ya Nabii Isa si kitabu kilichoandikwa. Bas. Injili hiyo sio kile kitabu kilichoandikwa. Kwa nini hakikuandikwa? Na mtambie mwe mliandikwa kwa ruhusa kutoka wapi? Tusomee Imprimato. Tafsiri ya Imprimato. Imprimato iko wapi? Imprimato ndio hiyo. Imprimato. Tusomee utangulizi wa Mathayo. Qur'ani inasema sio ile ambayo iliandikwa. Tusomee tafsiri ya Imprimato, utangulizi wa Mathayo. Soma hiyo. Sikiliza kitabu. Naam, nisome utangulizi. Ndio. Injili 3 za kwanza za simulia, na ina maana nipo sawa sawa kama huku. Hapo nimetia alama. Sawa. Ndio. Hii hapa. Injili 3 za kwanza za simulia kwa sehemu kubwa habari zile zile. Kidogo samani kaka. Anzia hapa mwanzo hapa, nilisahau kukuwekea alama. Kristo. Sawa. Ndio. Kristo hakuamuru mtu yeyote aandike habari zake. Unaona bana? Kristo hakuamuru mtu yeyote aandike habari yake ya injili. Hakuamuru. Na Qur'ani inasema injili hiyo ni ile injili ambayo haiandikwi. Hapo ni zama za zamani. Injili ilikuwa iandikwa. Ile ambayo haikuandikwa, ile ambayo Yesu alisema msiandike. Mliandika kwa kibali kutoka wapi? Hiyo ndio injili iliyozungumzwa. Mlikuwa maneno matukufu, nyinyi mkaja mkazua, na waliozua ni wale wa Yunani. Sasa kwa kumalizia, wewe umetupa hii ya moja, umekakamia ya 1:21 Petro wa pili. Wanadamu walinena wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Nikakwambia hivi, walinena sio waliandika. Swali linakuja, ikiwa kile walichokiandika
waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na acha challenge hapa. Ukiwa wewe ni bingwa, njoo hapa katika kitabu unifahamisha. Tusomee Mathayo 23. Ndio. Mathayo 23 hapa hii. Mathayo 23. Mathayo 23. 26 hiyo 23. Some 25. 34. Sawa. 23 35. 30 na 5. Sawa. 23 35 inasema. Inasemaje? Hivyo ije juu yenu damu yote. Huu ni Yesu anasema. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi. Iliyomwagika juu ya nchi Tangu damu ya Habili. Tangu damu ya Habili yule mwenye haki. Ndiyo. Hata damu ya Zakaria bin Barakia. Hata damu ya Zakaria bin Berekia mliyemuua kati ya patakatifu. Inatosha. Huyu ni Yesu. Yesu tunamwamini sisi, yani Isa bin Maryam alikuwa mkweli katika maongezi yake na injili yake ilikuwa sahihi. Lakini tunaona Biblia kitabu cha Wayunani, kama vile ndugu yangu tulikubaliana ni kitabu cha Wayunani sio cha Waisraeli, juu hiyo andiko hakuna. Kitabu kinasema hivi, Yesu akasema aliyeuawa kwenye madhabahu alikuwa ni Zakaria bin Berekia. Je, ni kweli aliyeuawa ni Zakaria bin Berekia? Kama kweli Biblia imeandikwa kwa Roho Mtakatifu, Yesu anasema aliyeuawa kwenye madhabahu ni Zakaria bin Berekia. Swali linakuja, ni kweli? Soma Nyakati wa Pili 24:19-20. Ndio muone kama Biblia ni kitabu cha uongo. Hakuna uhakika wowote ambao mnaweza kuambia watu jamani, Biblia kitabu kitakatifu na mnatoa ushahidi. Hakuna. Mnasumbuka bure kuwadanganya watu, kuwapotezea watu muda. Soma kitabu hicho. Nyakati wa Pili. Acha nikusaidie kaka. Nyakati wa Pili 20:24. Nyakati wa Pili 24 uanzie 19. Njoo hapa nimepapata. 24. Haya, soma. Nyakati wa Pili 24:19. 19 kwa. Fanya haraka haraka. Nyakati wa Pili 24:19 inasema. Hata hivyo akawapelekea manabii ili kuwaburudisha kwa Bwana. Nao wakamshuhudia lakini hawakukubali. Leta nisome haraka haraka. Ndio. Leta msaidie. Leta msaidie sana. Naam, inasema hivi. Samahani. Kwani ninyi kwa Bwana, nao wakashuhudia lakini hawakukubali kuwasikiliza. Na roho ya Mungu ikamjia Zekaria mwana ya Yehoyada, kuhani anayekasimamia juu ya watu, akawaambia, Mungu asema hivi, kwani ninyi kuzialifu amri ya Bwana hata msiweze kufanikiwa? Kwa kuwa mmemwacha Bwana, yeye naye amewaacha. Basi wakafanya shauri, wakampiga kwa mawe kwa amri ya mfalme katika ua wa madhabahu ya Bwana, wakamuua. Basi hiyo mfalme Yoashi hakukumbuka vema tena Yehoyada babaye alivyokuwa anamtendea. Hapa tunapata anayeuawa kwenye madhabahu ni Zekaria bin Yehoyada. Kule Yesu alisema ni Zakaria bin Berekia. Swali inakuja, ni wapi kwenye Agano la Kale Zakaria bin Berekia ameuawa, sio Zakaria bin Yehoyada? Tunapata ni Zakaria bin Yehoyada. Kama kweli Biblia ni mwongozo wa Mungu, wewe kama ni bingwa tunakukaribisha hapa. Na wewe ukitoa andiko hiyo, na mimi nakupa, wewe nipe 10,000, mimi nitakupa 20,000.